Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi hii kukaribisha katika siku nyingine katika mwendelezo wa somo letu ambalo tulianza nalo mahali hapa, tukiwa tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema itambue siri iliyopo katika maumivu. Itambue siri iliyopo katika maumivu. Katika sehemu ya kwanza tuliona jambo la kwanza ni lile ambalo nilikufundisha mahali hapa nikisema ya kwamba kuna vitu vingine vitatokea katika maisha yako, vitakuumiza, vitakujeruhi na hautaelewa kwa nini hivyo vitu vimetokea katika maisha yako. Na nikakwambia kwamba unapoviona vimetokea vitu hivyo, wakati mwingine ni vizuri kuto kuvichunguza sana. Wakati mwingine ni vizuri kuendelea mbele, kwa sababu unaweza ukachunguza na ukakosa majibu ya kwa nini hayo mambo yametokea katika maisha yako. Jambo la pili ambalo tulijifunza kwenye kipindi kilichopita, nilikwambia kwamba kuna watu watakuja katika maisha yako, watadhamiria kukufanyia ubaya, lakini Mungu ataugeuza ubaya wao na utakuwa mema katika maisha yako. Mambo mabaya waliyopanga yatokee hayatatokea, na badala yake baraka za Mungu zitaambatana pamoja nawe katika maisha yako. Nikukaribishe katika sehemu ya pili, ambapo leo tutaanza na jambo hili la kwanza linalosema maumivu yanalenga kuondoa amani kwenye maisha yako. Tambua ya kwamba maumivu yanapokuja katika maisha yako yanalenga kuondoa amani iliyopo katika maisha yako. Maumivu yoyote unayoyaona yanatokea kwa mtu yanalenga kuondoa amani iliyopo katika maisha ya mtu. Sasa tutazungumza mambo mawili kwenye eneo hili la amani. Tutazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza, amani ikiondolewa kwenye maisha yako, hautaweza kupata chochote au hautaweza kufanya jambo lolote na ukafanikiwa katika maisha yako. Watu wengi wana nguvu ya kufanya kazi kwa sababu wana amani, lakini amani ikikosekana hautaweza kufanya hiyo biashara. Amani ikikosekana hautaweza kufanya hiyo kazi. Amani ikikosekana hautaweza kufanya kile ulichokuwa unakifanya kwa spidi kubwa. Unaweza ukaendelea kufanya, lakini usifanye kwa viwango vya ubora ambavyo unatakiwa uweze kufanya. Kwa hiyo wakati mwingine maumivu ni kama mbinu ambayo shetani anaitumia kwenye maisha ya mtu. Anafahamu ya kwamba nitakapoachilia maumivu haya, huyu mtu amani itaondoka, na amani ikiondoka kwenye maisha yake hata kuja kufanya jambo lolote ambalo linaweza likamletea mafanikio katika maisha yake. Katika kitabu cha Ayubu neno la Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia au yatakapokufuata. Kwa nini hajasema mjue sana Mungu ili uwe na mema? Anasema mjue sana Mungu, alafu kitu cha kwanza ili uwe na amani, alafu ukishakuwa na amani ndipo mema yatakapokujia. Maana yake nini? Nje ya amani hakuna mema. Nje ya kutokuwa na amani hakuna baraka. Nje ya kutokuwa na amani kwenye maisha ya mtu hakuna kufanikiwa, hakuna kuongezeka. Watu wanaweza wakajituma kufanya vitu lakini visifanikiwe kwa sababu hakuna amani. Na ndio maana Zaburi moja inasema ya kwamba, mahali ni pazuri ndugu wanapokaa wakipatana vyema na wakipendana. Alafu mistari inayofuata inaonyesha namna ambavyo baraka za Mungu zinamiminika kwa watu ambao wanakaa kwa amani. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yakikosa amani hayana furaha, hayana mafanikio. Jambo la pili kwenye eneo la amani, jambo la pili, kuwa makini sana na vyanzo vya kuleta amani au vya kutafuta amani kipindi ambacho upo katikati ya maumivu. Kuwa makini sana na vile vyanzo vya kutafuta amani
ukiwa katikati ya maumivu. Kwa nini uwe makini sana? Kwa sababu maumivu huwa yanaletaga vyanzo visivyo sahihi vya amani. Watu wanavifuata hivyo vyanzo wakifikiria kwamba wanapata amani, kumbe ndio kwanza wanazidi kuchochea moto wa uharibifu ambao ulishatokea katika maisha yao. Yaani ni mfano wa moto ambao umewaka, unahitajika huo moto uweze kuzimwa, lakini wewe unauchochea. Kuwa makini sana na vyanzo unavyovitumia kupata amani wakati ukiwa katikati ya maumivu. Na hapa ningeshauri, wakati mwingine ni vizuri sana hata katika eneo la kufanya maamuzi usubiri kwanza mpaka utakapoona moyo wako una amani, mpaka utakapoona ya kwamba sasa hali yako ya mfadhaiko kwenye moyo wako imetulia, kwa sababu maumivu yanaweza yakakuonyesha chanzo fulani cha amani na ukakifuata kile chanzo cha amani, lakini kisiwe sahihi. Alafu katikati ya kukifuata hiko chanzo cha amani ukajikuta unafanya maamuzi yanayoenda kugharimu maisha yako, na baadaye utashindwa kusahihisha kwa sababu ulishawahi kufanya maamuzi yasiyo sahihi katika maisha yako. Mfano, mtu anaweza akawa na mawazo kwenye moyo wake au akapata maumivu fulani, alafu akasema kwa sababu ya maumivu niliyoyapata acha nikanywe pombe. Anaweza akaenda akanywa pombe nyingi sana na akalewa, lakini ni ukweli usiofichika ya kwamba pombe anayoitumia siyo chanzo sahihi cha kupata amani. Anaweza akaipata amani kwa muda fulani, kwa sababu pombe akinywa inaweza ikamsahaulisha matatizo, lakini haiondoi matatizo. Pombe inaweza ikakusahaulishia matatizo yako kwa muda fulani. Unaweza ukanywa pombe na ukafurahi, ukashangilia na watu, lakini baada ya pombe kuisha, tatizo lako liko pale pale, maumivu yako pale pale. Kuwa makini na vyanzo unavyovitumia ili uweze kupata amani, kwa sababu wako wengi katikati ya maumivu utafuta vyanzo visivyokuwa sahihi, na wanajikuta wanazidi kuharibu baada ya kutengeneza, baada ya kujenga, wanajikuta wanabomoa, wanajikuta wanaharibu katika maisha yao. Ni vizuri ukatafuta chanzo cha amani kwenye madhabahu ya Mungu. Na hapa tukimtazama Hana kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza, ukisoma mstari wa 10, Hana alienda kwenye madhabahu ya Bwana. Biblia inaripoti kisa hiki, inasema na huyo mwanamke alikuwa na huzuni au na uchungu rohoni mwake, akalia sana, akamwomba Bwana. Na tazama maneno ambayo Hana anazungumza na Mungu. Anamwambia Mungu, tazama teso la mjakazi wako. Mjakazi wako sina amani kwenye maisha yangu. Mjakazi wako linapita kwenye kipindi kigumu. Ndani yangu nina maumivu, sio tu ya kukosa mtoto, nina maumivu pia ya maneno ya watu ambayo wanazungumza, ikiwemo na mke mwenzangu Penina. Maneno wanayozungumza ni maneno magumu. Moyo wangu hauna amani, moyo wangu unafadhaika, moyo wangu unaumia, moyo wangu unaugua. Anazungumza maneno kwenye madhabahu, analia, anaitafuta amani kwenye madhabahu. Na kwa sababu Hana aliitafuta amani kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, Mungu aliachilia amani kwenye maisha ya Hana. Mungu alimjibu Hana kwenye maisha yake kwa kumpa mtoto, na yule mtoto alikuwa baraka kwenye maisha ya Hana, alikuwa amani kwenye maisha ya Hana. Jifunze kuikimbilia madhabahu pale ambapo hauna amani kwenye moyo wako. Ikimbilie madhabahu, nenda mbele za Mungu, muombe Bwana, toa sadaka mbele za madhabahu, omba, imba, kuna kitu Mungu atafanya katika maisha yako. Usikubali kufuata vyanzo visivyokuwa sahihi vya amani, baadaye itakugharimu katika maisha yako kuliko vile unavyofikiria. Kuna wengi leo wapo katika maangamizo makubwa kwa sababu jana walipokuwa kwenye vipindi vya maumivu wakafata vyanzo visivyokuwa sahihi vya amani. Mungu akutie nguvu pale ambapo unanisikiliza. Jambo la pili nimalize nalo kwa siku ya leo. Tambua ya kwamba kwenye kila maumivu kuna furaha iliyojificha ndani yake. Kwenye kila maumivu kuna furaha iliyojificha ndani ya hayo maumivu.
na hiyo furaha hautaiona kwa sasa, kwa sababu unapita kwenye kipindi kigumu, hautaiona hiyo furaha. Lakini niamini mimi, kwenye kila maumivu unayoyapitia leo, yameficha furaha fulani kwenye maisha yako. Ndio maana kwenye waraka wa Mtume Paulo kwenda katika usharika wa Filipi sura ya 4 mstari wa 4 anawaambia, furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Sasa mtu anayewaambia wenzake wafurahi katika Bwana, yeye alikuwa kifungoni, lakini anamwambia furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Maana yake nini? Katikati ya mazingira magumu ya kifungo, katikati ya nyakati ngumu ambazo Mtume Paulo anapitia, aliona furaha iliyojificha ndani yake. Na ndio maana mahali fulani Mtume Paulo anasema, na yahesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu kuliko utukufu utakaofunuliwa pale baadaye, au kwangu kwenye maisha yangu hapo mbeleni, utukufu utakaofunuliwa kwangu. Sitazami haya mateso, sitazami haya maumivu. Ninapita kwenye haya maumivu, lakini siyatazami haya maumivu. Ninapita kwenye hii dhoruba, lakini siitazami hii dhoruba. Ninapita kwenye hii vita, lakini siitazami hii vita. Ni kweli mimi ninapita kwenye wakati mgumu, ni kweli mimi ninapita kwenye kipindi kigumu, lakini ninapopita hapa kwenye hiki kipindi kigumu, sitazami hiki kipindi ninachokipitia. Ninatazama utukufu uliokuwa mbele yangu, ninatazama furaha iliyokuwa mbele yangu. Ninajua ya kwamba hata kama leo ninapita kwenye maumivu, lakini ndani ya haya maumivu kuna furaha iliyofichwa, na baada ya muda haya maumivu kupita, haya maumivu kuisha, itakuwa na furaha tena, itakuwa na amani tena, itakuwa na nguvu mpya tena, itakuwa na uweza mpya tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya muda huu ambao tumekaa mahali hapa na kujifunza neno hili. Asante kwa ajili ya huyu mtazamaji wangu na huyu anayenisikiliza. Asante kwa namna ambavyo unaendelea kumtunza na kuyabariki maisha yake. Nami ninaomba kama kuna maumivu kwenye moyo wake, maumivu yaliyosababishwa na mateso na vita na majaribu na vikwazo na chuki na nyakati ngumu alizowahi kuzipitia, Mungu uliye hai, ninaomba maumivu hayo yamwachie sasa, moyo wake ukawe na amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lai. Moyo wake ukawe na amani sahi pale alipo, moyo wake ukawe na amani. Ninamwombea huyu mtazamaji anayenitazama, moyo wake ukawe na amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu ambaye unasikia kuomba kwetu. Asante Mungu ambaye wewe haumuachi huyu mtu anayekutazama. Ni kweli anapita kwenye mapito, lakini Mungu bado unamkumbuka. Tunza maisha yake, tunza maisha yake, tunza maisha yake, tunza maisha yake, tunza maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba kwangu ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Pokea baraka hii katika jina la Mungu wa utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tukutane wakati mwingine kwenye mwendelezo wa somo hili. Lakini unaweza ukasapoti huduma hii kwa sadaka yako kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mungu akubariki sana. Nikutakia wakati mwema. Amen.